Naitwa Emmanuel Chao, ni profesa kutoka shule ya biashara Chuo Kikuu Mzumbe, lakini ni meneja wa kitengo cha ubunifu, jasiriamali na mahusiano ya kitasnia. Kwa mwaka huu, kwa msimu wa 10, kitengo hichi kinaandaa tukio kubwa kabisa la Chuo Kikuu Mzumbe, linaitwa ni siku ya Mzumbe na kambi ya ujasiriamali. Siku hii ya Mzumbe na kambi ya ujasiriamali ni tukio muhimu sana lenye kubeba maana halisi ya nini Chuo Kikuu Mzumbe kinafanya na namna pia ambapo chuo hiki kinafanyia kazi kauli mbiu yake ya tujifunze kwa maendeleo ya watu. Tuelewe tu kwamba tukio hili linahusisha pia mambo yanayohusiana na ubunifu, ukionyesha kazi za wabunifu kwa upande wa walimu, wanafunzi wetu, wadau mbalimbali na jamii inayotuzunguka. Kwa muda mrefu, changamoto ambayo tumekuwa nayo kwenye upande wa wahitimu wetu ni kwamba tunazalisha wahitimu wengi kuliko uwezo wa soko kuweza kuwachukua. Kwa Chuo Kikuu Mzumbe kimekuwa sehemu ya kuwa suluhisho la matatizo haya kwa kuanzisha tukio hili muhimu la siku ya Mzumbe na kambi ya ujasiriamali. Kwa nini ambacho tunategemea tukio hili ambalo linaanza kutokea kati ya tarehe 6, 7 na 8 mwezi wa 5. Kwa siku hizi 3 zinahusisha maonesho, zitahusisha mafunzo mbalimbali, zitahusisha huduma zinazotolewa na Chuo Kikuu Mzumbe kwa maana wataalamu wake pamoja na kuonesha bunifu mbalimbali. Tutapata nafasi pia kupata huduma mbalimbali. Kuna huduma kwa mfano huduma za ushauri wa kibiashara, huduma za afya, huduma za kiteknolojia kwa maana ICT, na tutakuwa pia na siku maalum katika hizi siku 3 za kuweza kuangalia namna ya kuweza kutengeneza ulinzi wa kimifumo ambao ni jambo kubwa sasa hivi katika ulimwengu wa utandawazi. Lakini pia katika siku hiyo pia tutaweza kujionea, katika hizi siku 3 pia tutaweza kupata nafasi ya kukutana na wabunifu, utakutana na bidhaa mpya ambazo Chuo Kikuu Mzumbe kinatoa, na utaweza kukutana pia na kizazi kipya cha wabunifu na jasiriamali. Ndio maana ujumbe mkuu wa siku hizi 3 unazungumzia kwa maana ya lugha ya Kiingereza ni empowering future entrepreneurs through innovations, skills and strategic partnership. Kwa Kiswahili tunasema ni kwamba kuwajengea uwezo kizazi kipya cha wajasiriamali kupitia ubunifu, maarifa pamoja na mikakati shirikishi. Kwa tunategemea kwamba tukio hili sio hatutakuwa tuna matukio rasmi, lakini pia kuna mambo mbalimbali ambayo tunategemea kutokea kwenye tukio hili, na mambo ambayo yale yanayoleta shamra ni pamoja na ushindanishi wa mawazo mbalimbali kutoka kwa wanafunzi na wabunifu. Kwa tutapata nafasi pia kujionea wabunifu ambao chipukizi kwa maana startup entrepreneurs ambao watashindanishwa kupata mawazo yaliyo bora na watajiondokea pia na zawadi mbalimbali kuanzia mshindi wa kwanza mpaka wa 3. Lakini pia tunatarajia kuwa na chakula cha pamoja siku ya pili ya tukio kwa maana tarehe 7 Mei ambapo tunaita ni Mzumbe Day Gala Dinner, ambao hii inahusisha wale wadau ambao tunafanya nao kazi pamoja, na katika tukio hili pia tutaweza kupata mada mbalimbali. Na tukio hili pia niweze kukaribisha kwamba Chuo Kikuu Mzumbe kina wadau mbalimbali ambao wanafanya na chuo. Kwa hiyo hao pia wamealikwa kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ile ya mwisho, na wadau hao pia tutakuwa nao kwenye kutoa mada mbalimbali, lakini pia wataweza kushiriki moja kwa moja katika kutoa huduma ndani ya hizi siku 3. Kwa hiyo nakukaribisha sana kwenye siku hizi 3 muhimu kwa maana tarehe 6 mpaka tarehe 8 mwezi huu wa 5 pale Chuo Kikuu Mzumbe. Na wakaribisha wadau wote walioko ndani ya mkoa wa Morogoro, wanaozunguka maeneo ya Chuo Kikuu Mzumbe, lakini wanaotoka nje ya mkoa pamoja hata na nje nchi. Karibuni sana kwenye tukio hili muhimu. Mtaweza kujifunza, mtaweza kupata nafasi pia kujenga mahusiano, mtaweza kupata nafasi pia kupata huduma mbalimbali za Chuo Kikuu Mzumbe zinazotoa, lakini utaweza kupata pia nafasi ya kupata fursa mbalimbali za kibiashara zinazotokana na wewe kuweza kujua mawazo gani mapya yanakuja sokoni, uweze kujua bidhaa gani mpya ambazo zinazinduliwa, lakini uweze pia kuweza kuboresha
iwe ni wazo lako la kibiashara, iwe ni kazi unayofanya, iwe ni huduma unazofanya. Karibu sana Chuo Kikuu Mzumbe. Usikose na kusubiri kwenye siku ya Mzumbe na kambi ya ujasiriamali mwaka 2026 ambao ni msimu wa 10. Asante sana.